Naam mtazamaji bwana, hatimaye tumepata confirmation kuhusiana na video ya Mbosso Khan. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeibua mjadala mzito sana huko mtandaoni ni hii video ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, moja kati ya video bora kabisa kutoka kwa mwaka huu hapa 2026. Bwana, hii video bwana imekuwa ni kama vile mwendelezo wa mafanikio katika upande wa tasnia ya mziki katika career ya Mbosso Khan. Kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana, kila akitoa afanye makosa, yani kila ngoma ambayo anayoitoa kiukweli ni dongo, ngoma ni jiwe, na mwisho wa siku inakuwa na mafanikio makubwa sana. Na hii ni mwendelezo, nimesema hivyo kutokana na kwamba hata mwaka uliopita, mwaka 2025, ni kwamba Mbosso Khan bwana aliachia EP yenye track takriban 6 na ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3. Na hiyo EP ambayo aliitoa Mbosso bwana haihitaji maelezo mengi. Ni EP ambayo kila mtu anaelewa kabisa kwamba balaa ambalo limefanyika humo ndani lilikuwa si la kawaida. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, katika ile EP ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba bwana Mbosso alifanya finito kwa kutoa katika zile ngoma 6, kuna ngoma takriban 2 ambazo zilivunja rekodi. Tunaweza kusema hivyo, yani ndio nyimbo bora kwa mwaka uliopita 2025. Hapa nazungumzia ngoma inayokwenda kwa jina la Power, lakini pia vile ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Viola. Bwana, hizi ni ngoma 2 pendwa kabisa na zikamsolidify Mbosso kama msanii ambaye baada ya kutoka WCB ameonyesha kwamba bado yuko na potential ya kuwa successful, yani ya kupata mafanikio akiwa nje ya record label hiyo ya WCB. Sasa hapa ndo maana nimekuambia kwamba huu bwana ni mwendelezo wa kijana huyu bwana Kilungi akiwa anazidi kufanya poa kwa mwaka huu hapa tena. Baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, alianza kuitizi tokea siku 6 zilizopita. Mbosso alikuwa anaposti mahesabu, yani labda anaandika 7 mara moja sawa sawa, alafu anaandika 3 jumlisha 4 sawa sawa, anaandika tena labda 14 gawanya kwa 2 sawa sawa. Majibu yote alikuwa anaeleweka kwamba jibu ni 7. And then siku ya juzi kabla ya kutoa nyimbo yake akasema kwamba 7 itaongea, na ndio hapo akaachia ngoma yake ile siku iliyofuata ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, ngoma imekuwa imebust. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba ngoma imependwa, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza iko on trending namba 1 ikiwa na masaa 24 tayari na zaidi ya views 900,000, yani inakaribia views milioni. Nadhani hata haitozidi siku 2 ngoma hii itakuwa na zaidi ya views milioni. So hii ni success nyingine. Yani haya bwana ni mafanikio mengine ambayo Mbosso Khan bwana ameyapata baada ya kutoka WCB kwa mwaka huu 2026. Hii ndo ngoma yake ya kwanza, lakini tayari ameshaanza kuonyesha ubabe kupitia ngoma hii ambayo ndio kwanza imetolewa kwa ndo ngoma ya kwanza mwaka huu tokea uanze kwa upande wake Mbosso, lakini imekuwa very successful. Sasa baada ya hii ngoma kutoka bwana, ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana bwana, maneno na mambo ambayo yamekuwa yakitrend huko mtandaoni ni mengi mno. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa ni kuhusiana na video yenyewe, ukachana na mafanikio ya video hiyo, lakini kuna vitu vingine kibao ambavyo vimezungumzwa actually pia vile kabla sijasahau. Ni kwamba ngoma hii bwana inafanya vizuri, sio YouTube tu kwamba iko number 1 on trending, lakini pia hata kwenye upande wa Boomplay ni nyimbo ambayo inakimbiza on trending namba 1. Lakini pia huko Boomplay ni kwamba Mbosso ndio most searched artist kwa sasa hivi, yani msanii ambaye anasikilizwa zaidi Boomplay kwa sasa ni Mbosso Khan. Wadau mbalimbali wamempongeza. Pongezi zimetoka kwa watu wengi sana. Ukiendelea kuwa nasi hapa Trend TV, basi tutakupa details kwa kila mtu ambaye amekuwa akimpongeza Mbosso kutokana na mafanikio ambayo ameyapata au kwa hizi kazi ambazo amezionyesha baada tu ya ngoma yake hii ya Darasa la Saba kutoka. Lakini kitu kingine ambacho hapa nataka nizungumze bwana ni kuhusiana na sakata zima la video yake hii ya Darasa la Saba, kwa sababu Mbosso wala hajakwepesha, amenyoosha moja kwa moja, ameachia video moja kwa moja na audio ameachia katika platform za kustream, yani streaming platforms ameachia audio, lakini kwa upande wa YouTube amedondosha video ya hiyo ngoma moja kwa moja.
Na bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vina trend sasa hivi ni kwamba wimbo wa Mbosso Khan ambao unakwenda kwa jina la Darasa la Saba bwana umemeke headline. Au bwana, ni kitu ambacho kinaeleweka na kila mtu anajua na kila mtu ameona, ameshuhudia swala hilo, lakini kitu kingine ambacho kimekuja kufanya ni mapinduzi katika mziki hapa Tanzania. Maana hapa Bongo bwana, ile nyimbo ya sijui nini papa ute maba ute, kama unajua ile ngoma ilikuwa ina trend tokea mwishoni mwa mwaka uliopita mpaka sasa hivi ilikuwa bado inafanya vizuri. Au bwana, sasa baada ya Mbosso kuachia nyimbo yake Darasa la Saba, imekuja kuitoa ile nyimbo katika upande wa trending. Sasa hivi nyimbo ambayo ina trend kwa kutumika zaidi katika video za watu ni wimbo wa Darasa la Saba. Watu wakiposti picha zao wanatumia wimbo wa Darasa la Saba wa Mbosso, tofauti na hapo awali kila mtu alikuwa akiposti picha au content yoyote lazima atatumia background song ya wimbo ule wa Kinyarwanda ambao unaitwa ute mama ute ute mama ute, moja kati ya nyimbo ambazo zilikuwa zina trend sana tokea mwaka jana. So hii bwana ni kwamba wadau mbalimbali wamekuja kulizungumzia swala hilo. Kwa mfano hapa Optaiga bwana amekuja kulizungumzia hilo swala akiwa anadai kwamba ni moja kati ya nyimbo ambazo zimeleta mapinduzi. Kwa mujibu wa Optaiga, anasema kwamba bwana, Darasa la Saba ya Mbosso Khan imeifunika papatoi ya Stromae. Alafu hapa chini katika caption akatoa maelezo kiundani zaidi. Unaambiwa kwamba kila mtu anafahamu balaa la wimbo wa Stromae Papatoi ambao toleo la AI kwa kipindi fulani hivi karibu kila ukipita mtandaoni ulikuwa unakutana na hiyo posti au posti ambazo zinaambatana na wimbo huo. Hata hivyo kwa sasa bwana, upepo huo kwa upande wa Tanzania umepungua kwa kiasi kikubwa. Unaambiwa kwamba hivi sasa ni kwamba gumzo kubwa ni nyimbo ya Darasa la Saba by Mbosso, ambapo mfano mzuri ni kwamba leo tu watu wengi wameposti picha zao za enzi za Darasa la Saba na kuambatanisha na wimbo huo wa Darasa la Saba wa Mbosso, jambo ambalo linaonyesha namna ulivyopenya kwa haraka zaidi katika jamii. Akaendelea kusema kwamba hali hii bwana inaakisi wazi namna ambavyo ushawishi wa Mbosso unavyozidi kuongezeka maradufu baada ya kutoka katika record label ya WCB. Ukweli ni kwamba kwa sasa ni kwamba nchi nzima inamsikiliza Mbosso. Papatoi tunaipa thank you kwa mchango wake hapa Tanzania, lakini kwa sasa hivi Darasa la Saba ndiyo habari ya mjini. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Unakubaliana na hilo kwamba sasa hivi ile nyimbo ya ute ute mama ute imeshuka kidogo na inayo trending Darasa la Saba? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.